Mara ya kwanza tulikuwa tuko 6, yes. Ikatokea mwenzetu mmoja akapata, hatuwezi kusema ni dharura ile. Alikuwa mjamzito, kwa hiyo tukamuelewa kwa hiyo tukabaki 5. Tulipobaki 5 vitu vikaingiliana. Kwa hiyo tukawa hatupo tena, yani kila mtu anaendelea na mishe zake. Then tukarudi tena, jamani tunabidi tuendelee kufanya kazi. 5 kama 5. Nahisi kuna kama misunderstanding ambazo zilitokea hapo, kwa sababu tuna group ambao tuna chat na nini na nini, and tulikuwa tuna plan kwenda Zanzibar, nakumbuka. Kwa hiyo tulikuwa tunaambizana, jamani trip ya Zanzibar tunataka tufanye hivi, tufanye vile, yani unajua zile updates za kuambizana nini cha kufanya, tukifika Zanzibar tunafanya hivi, tunafanya hivi. Na kumbuka mwenzetu mmoja alikuwa yupo amesafiri, ambaye ni 5. Kwa naye aliingia kwenye group anashare kama kawaida kama tunavyoongea. Lakini kuna siku zingine anatoa excuses kwa sababu niko busy na vitu gani, tunamuelewa. Hiyo siku sasa ndo atuelewi what happened, kwa sababu alikuja akasema Zanzibar inakuaje na nini na nini na nini na kila kitu. Then baadaye akatuma voice note kama amepanic kwamba ndani ya ile group watu wamnisikilize mimi, mnanidharau, mnafanya nini. Mimi nilijua ile imeishia pale, yani vile kwenye voice note. Then kama sijui kesho yake au siku mbili anakuja anatuambia, jamani trip imekuwa hivi, inabidi sasa tukate ticket, jamani hivi na hivi na hivi. Irene anakata ticket, anafanyaje? Sasa ndio wote tunachangia, lakini yeye hatukumuona. Kuna mtu akauliza fulani yuko wapi? Sasa mbona ameleft? Na mimi hata I didn't notice. Sijui kwenye group wanaonyesha kama mtu left. Ionyesha admin anaona mwenyewe. Kwa hiyo wote tulikuwa tuoni. Sisi tulikuwa tuoni. Sijui mimi nilikuwa sioni. Au nyewe wote ni admin. Mimi hata sioni mpaka leo. Akia Mungu. I swear to God. Mimi sikuona. Kwa hiyo ulivyosema kwamba yaani wewe ndio mimi nimejua. Yes. Kwa nini mimi ni admin? Itakuwa ndio maana umeona. Kwa nini wengine wote hatujaona? Then ikaishia hapo. Kwa hiyo I think sasa hivi tumekuwa watu wazima, si ndio? Mambo yamebadilika. Yani sio vitu tena sasa vya kuanza kufuatana. Yani zamani I think tulikuwa tuna tabia yani ya kufuatana na kuanza kubembeleza, kwa nini umeleft, kwa nini hivi. Sasa hivi yani tumeshakuwa watu kwamba tunajua nini tunataka. Kwa hivyo tulivyoona hivyo, naona kila mtu akaona kwamba jamani tuendelee na kazi, tufanye tunachotakiwa kukifanya.